Tuombe kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki cha neno. Naomba Mfalme utamaraki, utawale mwanzo na mwisho. Unitumie Mfalme, maana mimi ni chombo. Ninakemea na kulaani kila roho inaweza inuka kinyume kupinga neno hili katika jina la Yesu. Hiyo roho ishindwe. Kila roho mbaya inaweza inuka ishindwe. Kila vita ya Shetani ishindwe. Naomba Mungu mwenye neema na rehema, waliofungwa wasiamini neno lako ili wakatubu na kuokoka kupitia kwa hii neno, waguse na kuwafungua. Ukaonekane kwa sababu unastahili. Unichase na uninue, niongoze kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Neno hili liwe la baraka kwa wengi. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Basi tutapata somo la leo kutoka kitabu cha Wafalme pili sura ya 8:1-6. Nitasoma. Maandiko inasema, basi Elisa alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako ukae hali ya kigeni utakakokweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa, nayo itakuwa juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amulilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kusii naomba makuu yote aliyofanya Elisa. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufulia mtu aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyefufuliwa mwanaye alimulilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisa alimfufua. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamueleza. Basi mfalme akamtolea ovisa, akasema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku aliposafiri hata leo. Bwana abariki neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno hili lina mambo muhimu. Ambia mwenzako hivyo, hili neno lina mambo muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuhusu katika kitabu hiki cha Wafalme, mwanamke tena huyu utampata katika Wafalme tu sura ya 4. Ni yule aliyemwendea nabii Elisa akamwambia, bwana wangu ambaye alikuwa nabii amekufa, lakini nyuma yangu ameniachia deni. Na yule aliyekopa ile deni kwake amekuja kuchukua watoto wake wawili ili wakuwe watumwa. Kwa hivyo yeye hakuenda kwa waganga, alienda kwa nabii ili apate msaada. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maandiko imesema alienda kwa nabii apate nini? Msaada. Hakuweza kwenda kwa njia za uganga ama achiachiria aseme yeye mzee ameondoka aanze kwenda kwa njia za giza, lakini alitengeneza njia zake mbele za Mungu. Enzi ile na miaka ile kulikuwa na wachana wengi kama yeye, lakini yeye alitunza imani. Ukisoma sura ya 4 katika hiyo mstari kuanzia 4:1 ukirudi nyuma Wafalme tu, maandiko inasema ya kwamba yeye mwenyewe akaambiwa na akaulizwa swali, una nini nyumbani? Akasema ana mafuta kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Akaambiwa aende yeye na watoto wake wajifungie kwa nyumba,
yale mafuta wamimine juu ya vibuyu ambayo haina mafuta. Alipoenda akafanya hivyo kwa neno la nabii, ile mitungi ilikuwa empty, ilijaa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Ilipojaa akaambiwa aende kwa jirani aombe singine. Alipoomba singine pia ikajaa nini? Mafuta. Bwana Yesu ainuliwe. Nazungumzia mstari wa 4. Ukirudi sura ya 4 nyuma, usome kuanzia mstari wa kuanzia sura ya 4, hiyo Wafalme wa Pili, utakuta iko na hiyo mambo mpaka mstari wa 7, inaeleza vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yeye alipomaliza kumwaga yale mafuta, mitungi yote ikajaa mafuta. Ilipojaa yale mafuta, hakuanza kutumia, bali alirudi mpaka kwa mtumishi wa Mungu na vitu zote zimejaa. Tupie Yesu makofi. Hakuenda afurahi mwenyewe na anza kusema sasa mimi nimefanikiwa, nimepata mafuta yenye sikuwa nayo. Alirudi yule aliyeanzisha ile baraka amupe mwelekeo. Si kama umepata hilo. Alirudi ili aulize, nimepata mafuta na sikuwa nayo, nifanyaje? Nabii Elisa akamwambia, nenda use hiyo mafuta ulipe deni, na ile tabaki utumie na watoto wako mpaka siku mvua itakaponyesha nchi. Tupie Yesu makofi. Basi hawakuachania hapo. Hiyo ilikuwa ni sura ya 4 1 mpaka 7. Turudi tena mstari sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 6. Maandiko yamesema tena yule nabii akaja akamtabiri akamwambia, njaa inakuja katika nchi hii mahali ambao unakaa. Mungu amenituma nikuambie utoke, maana njaa itakuwa juu ya nchi miaka 7. Na sasa Mungu amesema uende katika nchi ya Wafilisti ukae huko miaka 7. Alitii ama hakutii? Alitii ama hakutii? Maandiko imesema akatii na akatoka akakaa kwa Wafilisti miaka 7 ikaisha. Tupie Yesu makofi. Ile miaka 7 ilipoisha akarudi katika nchi yake. Akakuta shamba yake imeenda na wengine. Akakuta mali yake ameenda na wengine. Akaenda kwa mfalme aombe msaada ili arudishiwe mali yake tangu asafiri. Na wakati mfalme alikuwa anajaribu kuulizia ajue Elisa ni nani na pia huyu ni nani. Gehazi ambaye alifanya kazi chini ya Elisa alikuwa anaelezea. Maandiko imesema yule mwanamke akatokea. Alipotokea akasema huyu ndiyo yule mwanamke ambaye nabii Elisa alifufua mwanaye. Kwa hivyo kawa anajulikana kwa kulinda imani na kuwa na sifa njema. Haleluya. Kwa hivyo akajulikana kwa kulinda imani na kuwa na sifa njema kama mwanamke aliyeachwa na mumewe anayeitwa mchane. Kwa hiyo njia akabarikiwa na Mungu akaonekana, na maandiko imesema lile neno Gehazi aliongea kwa sababu alikuwa anamjua likamgusa mfalme, na akatoa askari ofisa akasema huyu mama alindwe na uende arudishiwe mali yake yote, arudishiwe shamba na nyumba yake na mali yake tangu aliposafiri mpaka leo hii. Tupie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo inji kulikuwa na wachane wengine ama ni yeye tu? Kwa nini hawakuonekana yeye akaonekana? Bwana yake aliweka msingi kwa sababu alikuwa nabii. Ambia mwenzako deni ni mbaya. Mwambie tena umaskini ni mbaya. Si mnaona hata nabii alikufa na deni? Uliza mwenzako, unaweza kuwa uko na deni inakukula kichwa. Wacha tufanye hii kitu practical. Ni wangapi wako na deni? Ala?
Mzee, ni kubaya hata wewe uliinua mkono. Maandiko yanasema ni deni. Hebu niona wale wako na deni tena. Si kwa ubaya. Ni deni. Nani dawa ya deni? Hiyo mnasema dawa ya deni ni kulipa, hiyo ni ya Waswahili. Lakini mimi nimeuliza dawa ya deni ni Yesu. Amen. Tupi Yesu makofi. Kanisa iliwacha nabii akakufa na deni na alikuwa anawaombea. Mnaonaje? Ni wangapi amesawahi kuuliza hata mtumishi, umeamkaje? Uko poa? Yaani kumchulia hali tu. Sababu ni mtumishi anakuombea, unabarikiwa. Hata ulikuwa unakohoa, hiyo homa inaenda. Mlikuwa mnagombana, unaombea, unapata peace of mind. Amani inarejea nyumbani. Huko na kasi amekuombea, Mungu amekupa neema. Kumchulia hali mtumishi wa Mungu na kumsalimia. Good morning, servant of God. Hiyo kama message kidogo. Wacha hilo naandiko nasema hata kama tuko na njaa, tuko na stress. Hiyo mambo ya asubuhi hiyo hapana. Sema tu vizuri good morning. Hamtaki kuongea sasa? Nimewagonga hiyo. Hiyo imewagonga? Nataka iwagonge hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kumchulia mtumishi wa Mungu hapali, umsalimie. Bwana Yesu asifiwe mtumishi. Ninataka kusema tu amchambo. Hiyo tu inatosha. Alafu baadaye unaweza pata ako na njaa, lakini anajikaza tu kwa sababu ana Mungu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema yule mtumishi akatumika, akajulikana mbele ya Mungu, lakini deni ilimsumbua, maana kanisa haikushughulika. Mnanielewa? Kanisa ilisahau na mtumishi wao. Unajua mtumishi anaweza endesha gari kubwa, pengine ni ya deni, nalipa mdogo mdogo. Si hata iko simu simeletwa inasemekana ni ya mkopo, unalipa sijui 70 ama 100 kwa siku. Naonaje? Uko nayo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yule mama kwa sababu alimjua mume wake ni mtumishi, hakuenda kwa waganga, alilinda imani. Alienda akamwambia nabii Elisa mume wake alikufa na alikuwa mtumishi, alikuwa miongoni mwa mitume na manabii, lakini aliwacha nyuma deni. Bwana Yesu asifiwe. Na yule alikuwa na deni amekuja tena hana huruma kumnyang'anya watoto, awafanya watumwa kwa sababu ya deni lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ndio maana huwa mara mingi nafundisha na kuhubiri na kukemea roho ya madeni na roho ya umaskini. Ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo lazima tuombe, hakuna shortcut. Ukiona unapata msaada na unasunguka kwa madeni, inakuja yote, unalipa madeni yote, tena unakopa tena. Hiyo ni kifungo na ni utumwa hiyo. Lazima iondolewe katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Uwezi kusunguka kwa deni from January to January na umeokoka. Hiyo hapana. Lazima tuseme hapana katika jina la Yesu. Bwana Yesu ainuliwe. Kwa hivyo alipoomba hivyo, maombi ilifika haikufika? Kwa sababu alikuwa mtumishi mwaminifu, alijulikana na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo vile mke wake aliomba na Elisa akaomba, yeye alienda kuomba maombi na njia nyingine katumika kwa kile kidogo alichokuwa nacho. Na wewe kwa hiyo kidogo uko nacho, Mungu akubariki na akuongezee neema na baraka, na Mungu afungue njia nyingine ulipe deni, aibu ikuondokee katika jina la Yesu. Sasa nataka uone kuanzia mahali walianzia, Mungu aliweka neno ndani ya kinywa cha nabii, mpaka mabaya yakitokea anaenda anamwambia mahali unakaa sio kuzuri. Kwa sasa kwa macho yako
unaona ni kusuri, lakini Mungu ataleta njaa miaka 7, ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Siro amesema sana hapa mara mingi watu wa pipeline, ondoka pipeline. Ondoka. Ama hajasema? Yeye alipoambiwa utoke hapa uende kwa Wafilisti, yeye aliondoka. Lakini wewe ukiambiwa unaanza kuangalia, unajaribu kutoka kidogo, unafika kwa leo unauliza nyumba hapa kwa leo ni ngapi, unarudi tena. Sababu umesoea pipeline. Si utoke kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mama alipoambiwa hapa si kuzuri, alitoka. Kwa muda ule Mungu alisema atoke, alitoka. Na ndio maana barikiwa. Na ndio maana Gehazi anamjua. Sasa leo nikuulize swali, wewe uliokoka, ni watu wangapi wanakujua wanaweza kukutetea ili na wewe ubarikiwe? Wanakujua kwa sio kwa ubaya, wanakujua kwa uzuri. Ni wangapi leo? Nani ataweza simama akutetee mbele ya mfalme, akutetee kwa supervisor, akutetee kwa manager, aseme huyu fulani ninamjua? Sifa zako ziko namna gani kule nje? Yule mama hakujiajiria, alilinda imani. Sifa. Yeye hakuenda kando kando, alilinda nini? Imani. Na chochote maandiko inasema alipoteza ndani ya miaka 7 alirejeshewa katika jina la Yesu. Uliza mwenzako, wewe unalinda imani? Si umuulize kwa sauti, unalinda imani? Na wewe kuna kitu umepoteza? Anaitika ama anasema yeye ako poa? Iko kitu wewe umepoteza? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu umepoteza? Kama kuna kitu umepoteza, na mbele za Mungu ona uko hivi, sio hivi. Fanyia mwenzako hivi, mpimie hivi vizuri. Wewe weza kuweka mkono kando. Mwambie leo sini ataomba urejeshewe. Mwambie tena. Mwambie tena. Tena itakuwa double. Amen, itakuwa double. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni biashara uliyepoteza, Mungu anasema atarejesha. Kama ni kazi ulipoteza, Mungu atarejesha. Ni ngapi hawana kazi? Sio inui mkono wapokea urejesho. Mpokee basi urejesho wa kazi katika jina la Yesu. Amen. Mama yule alipoona mafuta yamejaa, hakuacha Mungu. Amen. Alipoona amelipa deni, hakuacha Mungu. Alipoona amenenewa baraka, hakuacha Mungu. Alipoambiwa hapa njaa inakuja miaka 7, alitii na akatoka. Bwana asifiwe. Na ile miaka 7 exactly vile iliisha, akarudi. Na chochote maadui walikuwa wamefikiria yule alienda pengine amekufa, ilibidi warudishe kwa kulazimisha. Kwa kulazimisha. Maana askari alituma kwa kulazimishwa. Wachawe lazima walazimishwe kwa maombi wa kuache huru. Tutaomba walazimishwe. Ambia mwenzako sio kwa kupenda, lakini watalazimishwa. Waachilie pesa yako, waachilie afya yako, waachilie mavazi yako, waachilie pesa yako, ulipe deni. Si umwambie vizuri ulipe deni katika jina la Yesu. Tupe Yesu makofi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niombe kwa mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni maombi ya kulipa deni. Tukubaliane hiyo. Ya kulipa nini? Deni. Haijalishi Mungu atatumia njia gani, lakini Mungu atakusaidia upate pesa ulipe deni. Haleluya. Mungu atakuletea hata kazi upate pesa nini? Deni. Katika jina la Yesu. Haleluya. Na chochote
kilichopotea kwa mikono ya Shetani, na kitabiria urejesho katika jina la Yesu. Natabiri urejesho katika jina la Yesu. Natabiria hiyo biashara urejesho. Natabiria hiyo afya yako urejesho. Natabiri katika jina la Yesu. Amen. Najua wachawi tena leo wako kwa meeting baada ya hii maombi. Mnajua emergency inamaanisha nini? Mkutano wa dharura. Yaani haukuwa umepangiwa, mkutano wa dharura, kwamba kuna jambo lilipangwa lakini Mungu anaenda kupangua. Kuna jambo wachawi walipanga mbele yako lakini Mungu anaenda kupangua. Baada ya hii maombi anapangua. Katika jina la Yesu atapangua. Kama ni kifo atapangua. Kama ni laana atapangua. Na utarejeshewa miaka 7 iliyopotea katika jina la Yesu. Itarudi daboda? Mwambie mwenzako miaka yako itarudi. Sio kurudi tu. Mfanyie hivi double 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 double. Mwambie tena double 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 double. Amen. Utarudi hapa. Ukirudi siku hiyo double double. Enda kuoga Mombasa. Utatembea kuuliza hata Dubai iko wapi, maana mang'onde mengi. Utavumilia tu hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni nani atakuwa mwaminifu kama huyu mama? Kitu inanisumbua leo aje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni nani atakuwa mwaminifu ambaye ni mama kama huyu mama? Ni nani? Bwana Yesu asifiwe. Biblia imesema alilinda imani. Biblia imesema alienda kutetea mume wake. Na kusema ya kwamba alituacha na deni. Na wakati nabii alitabiri akamwambia aende peke yake, yeye pamoja na nyumba yake. Alimwambia utoke na jamaa zako, uende kwa Wafilisti for 7 years. Paka hii mabaya yote ipite. Wacha niwaambie, kama kweli umeokoka na ukamaanisha, hata hicho iwake namna gani, hata njaa ikuje namna gani, hata kazi ikose namna gani, hautalala njaa katika jina la Yesu. Hata wako hawezi fukuzwa school fees, maana Mungu atashughulika katika jina la Yesu. Mwambie mwenzako Mungu atashughulika. Bwana Yesu ainuliwe. Mwambie tena Mungu atashughulika. Kwa hiyo hali unaona ni ngumu, Mungu atashughulika. Bwana Yesu asifiwe. Daudi alisema yeye kama Daudi tangu akuwe kijana mpaka sasa ni mzee, hajawahi kuona mwenye haki ambaye ameachwa na Mungu, ambaye akiombaomba, ambaye akihangaika, kwa sababu alichagua kukaa ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ayubu alianza utajiri, katikati akapigwa vita, lakini mwisho Mungu akatumana na akasema mtumishi wangu arudishiwe baraka yake dabo tabo 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 katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Are you ready? Kupata dabo dabo? Uniona wale wako ready? Niona wale wako ready? Utarudi pipeline? Sijui kama nitatengeneza kuimba na mimi sijui kuimba. Hii hapa ipo. Mimi si mnajua ila nilipewa ni gani? Sasa hii hapa pipeline tutatengeneza wimbo wana kwaya. Ni chorus ama ni wimbo yenyewe? Itengenezwe chorus. Imbo itachwe pipeline. Na Mungu alimaliza kusema. Mama yule mchane alipoambiwa toka uende kwa Wafilisti, hakuanza kusema afikirie mara mbili. Alitoka kama vile mtumishi wa Mungu alimpa uchungu. Sasa leo hii kuna wengi wanaambiwa mahali uko si salama, ondoka. Hataki kuondoka.
Kwa hiyo njia wamekuwa njiani, mambo yao yaenda mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kulingana na maandiko imesema yeye alitii. Kumaanisha nini? Leo ukienda uambiwe kazi hakuna, si kwamba Mungu hakuwa anaona. Mungu anajua ya kwamba hiyo kazi, hiyo kipindi inafaa isimame. Usinungunike na kuona kana kwamba Mungu hakuona. Mungu aliona, ana sababu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo badala ya kunungunika, mwambie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Zamani kuna mahali niliambia watu, mnaona hii kazi ni kazi kubwa, lakini mimi sioni mbele ikiendelea. Wakaleta maneno, hii ni kazi ya watu matajiri sana, hatuoni. Lakini mama mmoja mwenye busara akatokea akawaambia, vile mimi ninamjua huyu mtumishi, ili neno mliandike kwa akili zenu, maana aliwezi kupita, na waambie ukweli. Kwa hivyo kama unatumia pesa vibaya, hapa kazini vile ameuambia ni kweli. Haikuisha miaka 2. Siku moja asubuhi kasemekana kazi yote imesimama. Kila mtu alitafuta kujua yule nabii aliyenena yuko wapi. Na wale werefu wenye busara vile walisikia, walianza kujipanga, wakasema okay, siku moja tutakuja hapa tuambiwe rudi nyumba. Tena kwamba ni likizo, ni for good, yani for chi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale walisika hivi. Msichana mmoja Mkikuyu, yeye alifuta Elio mbio mbio, kaenda akachukua karoni, kaenda akachukua akanunua samba mahali. Kitambo hiyo kazi simame, amechenga kanyumba yake, anaishi kwake. Siku hiyo mambo hiyo inatangazwa, alipiga makofi hivi, akanitafuta akasema glory to God. Yeye haendi kuhangaika, maana alisika neno la unabii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo ni kama Wakristo wengi wamesoea kwa tumishi wa Mungu. Inaponenwa wanasema sini amenena leo, tena hata Sunday atanena. Imekuwa kama masoea. Bwana Yesu asifiwe. Hata wa Sodoma waliangamia, walisoea. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati wa Nuhu walisoea, wakabebwa na maji ya gharika. Lakini Nuhu pamoja na nyumba yake akaokoka. Sasa tafuta vile utakaa salama wewe pamoja na nyumba yako. Usije ukapata pesa ukaenda kufurahisha watu. Methali inasema mwenye mali ana marafiki wengi. Kipindi hicho watakuita mheshimiwa, mdosi, watakubebea koti, watakuacha na madeni. Siku hilo utakauka, watasema alijiita mdosi, mheshimiwa, sasa yuko wapi? Na kama ni mzee utarudi nyumbani, utauza nini? Maana hukununua kitu. Utaambia watoto nini? Maana hukuwasomesha. Utasema nini mbele ya Mungu? Maana alikupa baraka, ulitumia vipi? Hata kampuni, hata biashara, lazima uende upige hesabu, uone nafanyia hasara ama nafanyia faida. Kama nafanyia hasara, hasara inatokea wapi? Nifunge hiyo mlango wa hasara, maana nataka faida. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usizunguke kwa kampuni, miaka nenda miaka rudi. Miaka iendi nyuma, miaka inaenda mbele. Kuna siku hizo nimewaambia kwamba yeye mwenyewe Daudi alisema hakuachwa, achawaiona. So lazima uangalie njia zako. Mama huyu alijua msaada kamili utatoka kwa Mungu kupitia kwa mtumishi. Maana alifundishwa hayo na mmeo. Na ndio maana alifuata hiyo njia, akaomba msaada, akapata msaada, akabarikiwa, hakuachwa ipike. Na wewe hautaipika. Mungu atakupigania. Mungu atakusimamia. Tutaomba kama vile Elisa alitumana. Hilo neno la Elisa la baraka na likufikie leo. Maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Mafuta yale yalitokea ya kimiujiza
na wewe mtu wa imani ya kupate leo. Maisha yako yabadilike katika jina la Yesu. Yeye alilinda imani. Hakuenda kwa vikao, hakubadilisha imani, lakini alilinda imani. Ndio maana hata wakati mabaya inakuja, Mungu anatumana nabii anamwambia, enda umwambie yule mama atoke hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe leo unatabiriwa kwa mfano, achana na cheni. Unaanza kuuliza maswali. Unaanza kunieleza kwa undani, huyu cheni ni nani? Kuindani. Yeye aliambiwa njaa inakuja, ondoka. Akaanza kuuliza inaweza kuwa lini? Pali aliondoka. Alitii. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye alitii, ndio maana alipokea baraka. Bwana Yesu ainuliwe. Yeye hakuanza kuuliza maswali. Kuna wengi wananikuchanga hapa wananiuliza, sina bishop, sasa vile umesema kwamba tutabarikiwa, kwa sasa sina chochote. Tena Roho anaweza ongeza neno lingine. Mnaonaje? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akisema utabarikiwa, utabarikiwa. Yeye ndiye mwenye mali, ndiye anapeana vyote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu inuliwe. Kwa sababu kwa biashara kuna baraka. Kwa kazi mahali umeandikwa kuna baraka. Ni vile Shetani ameingilia hiyo pesa yako, unapata inatokea huko, unabaki bila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu inuliwe. Ndio maana maandiko imesema alipokufa akaacha deni, familia ilihangaika. Mimi nakuombea hivi, hii ni race, hii ni mbio. Maisha ni mbio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maisha ni mbio, na kuombea umalize salama. Ombi langu ni kwamba umalize salama. Hakuna mechi yoyote wale ambao ni fani ya michezo ya mipira wanaweza amuka leo kwenda kucheza washinde. No. Lazima wakue kwa mazoezi, wakue kwa practice. Hata yule wa mbio lazima akimbie milima na maponde ndiye aende kwa mbio yenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wanafunzi lazima waende kwa darasa wafundishwe ndio waletewe mtihani. Haleluya. Kwa hivyo na wewe ambao unafanya kazi, unafanya biashara, lazima ujipeleke kama mkutano. Mimi nimeokoka. Ni kweli nafanya vile Mungu anataka. Baraka yangu imepotelea wapi? Bwana Yesu apewe sifa. Lazima ujiulize maswali. Biblia inasema kila wakati neno la Mungu likisomwa, linasomwa kupitia kwa Roho Mtakatifu kwa njia ya upya kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu inuliwe. Hata ule mchi Elisa aliingia, maji na masamba ilikuwa imemea maboosa. Si Elisa aliomba, lakini walimuomba aombe. Walienda wakamwambia, mchi wetu ni mzuri, lakini tukiangalia maji si masafi, yamemea maboosa na masamba yetu hayana faida. Akamwambia niletee chumvi. Akatakasa samba na maji ikapona tangu siku ile hata leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wao walienda wakamwambia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka kubarikiwa, ukienda kwa mtumishi kuomba maombi, wacha stories. Wacha mastori. Sema tu nahitaji maombi ya familia. Enough. Wacha kuenda into details. Mungu anajua. Mbia mwenzako Mungu anajua. Naomba maombi ya kazi. Inatosha. Kwa sababu wengine ni wajanja. Anasema mtumishi wa Mungu. Tena anaongeza senior bishop. Naomba uniombe. Anaongeza maneno kama vile wewe pia ulifanya. Naomba uniombee maombi. Na nikipata kazi number 1, talinda familia yangu. Sijamuuliza hiyo. Ni yeye anajieleza. Talinda familia yangu. Watoto watasoma vizuri. Sasa mwenzako uliongea hivyo mbele ya sini. Na ulipata kazi ama hukupata?
ati nitachunga familia yangu, hata nitawahamisha Bible, watakaa vizuri. Lakini ni kweli ulipata. Sasa swali, je, unafanya vile ulisema? Sasa umeanza kulia madeni. Sasa sasa umechange tune. Nasema senior bishop, kasini kwetu hiyo pesa, sijui kama kasi ndio mbaya ama hiyo muhindi ni wa mabebo. Mbeleni hukutaja hilo. Pale ulitaja vizuri ukasema hata fungu la 10 nitatoa nisikosana na Mungu mtumishi. Pande hiyo nisaidie na maombi. Lakini sasa umechange story. Biblia inasema wengine watapanda marawe, mahindi, mihogo, hawatafuna maana walidanganya. Hiyo ni ukweli. Wengine watapata pesa mingi kwa kazi, haitawasaidia maana walidanganya. Tutakuwa waaminifu, tutatoa fungo, tutasaidia maskini, hata ile project ya kanisa nitafanya, watoto nitawatolea hiyo 500, hata matanga ikitokea tutasikana mkono. Kwanza pesa ya matanga mmetoa. Unaona sasa? Niona wale wako kasi ni wangapi? Hawakuingia leo. Oh. Uliza mwenzangu ulitoa pesa ya matanga? Ili tuweze kuenda kuambia ndugu yetu pole kama kanisa. Usitoke bila kuacha hiyo pesa hapa. Western ni mbali. Nikimaliza kuhubiri na kukuombea utoe pesa ya matanga. Na hapo ni mzuri. Amupigi makofi. Najua hapo kwa pesa iko shida kiasi. Lakini ndugu ulisema hiyo ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Malaki 3 inasema vizuri, wengine mifuko yao imetoboka. Kwa sababu yale mambo wanafanya haifurahishi Mungu. Wamegeuka. Yule mama hakugeuka. Yeye alipoona mafuta hakugeuka, alirudi kwa mtumishi. Siku sasa nimepata nifanye. Akaambiwa hii mafuta umepata, nenda sasa uuze. Aliuza ama hakuuza? Aliuza kwa neno la nabii. Maana ile neema ilimtangulia. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajificha, mimi ndio nimekuombea hapa, umeinuliwa. Siku ile umepewa warning unakuja senior bishop, unajua huko kwetu wananitisa, wananiambia watanipea warning na unajua mimi ndio mkubwa huko. Endelea tena. Ulipewa ukubwa lini na hukusema? Sasa umekuja wakati wa hatari. Hiyo maombi nikiomba iweze kufika. I'm sorry. Hiyo itafika. Maana yeye alianza msingi ni mwaminifu. Biblia imesema vizuri, yule mama bwana yake alikuwa nabii, alikufa na deni. Na yeye mwenyewe alipoenda kwa nabii mwenzake alimwambia alikufa. Hakuenda kwa shortcut. Ni mambo ya ukweli. Na yeye alipoambiwa ya kwamba Mungu amefungua mlango, mafuta ndio hiyo, enda uuse ulipe deni, ingine paki. Hapo jifiche. Lakini nikiangalia hivi wengi wanapenda kujificha. Ukiwa kubaya ndiye anasema mtumishi wangai. Bwana Yesu asifiwe na bishop. Leo uko huko chini mtumishi. Anaweza tafuta sasa namba paka kwa YouTube. Kwa mtandao. Uliza wewe mwenzako, wewe ni mmoja wao. Nawaambia hiyo ndio ukweli. Hakuna shortcut hapo. Ukitaka hii maombi ifike. Asubuhi niliwaambia ya kwamba nimeonyeshwa wengi hapa wanasema koka, lakini walikosana na watu wamebeba hiyo kigogo hapa kimejaa. Si watu wa furaha. Nasema po ashindwe. Na sasa umeokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Nyenyekea mbele za Bwana, mwambie Mungu, hapa kweli tulikosana na fulani, lakini mimi mwenyewe nimeshindwa. Kuna pepo inafanya hata kusalimiana ni ngumu. Mungu nisamee. Simbo. Nisamee.
ndio Mungu akupe neema na baraka. Yule mama mchane alijua kutembea katika neema ya Mungu. Hakujificha, hakujienda kujiunga na wale wa mama wakorofi. Alienda na kusimama. Hatujaambiwa alikuwa na marafiki. Sijasikia hapa maandiko yakisema alikuwa na marafiki wawili, alikuwa na watatu, ama alienda kwa njia nyingine, lakini yeye mwenyewe alilinda imani. Haleluya. Alilinda imani, akajua ya kwamba hata kama yametokea, suluhisho ni kanisani. Suluhisho ni kwa mtumishi. Aniambie nitafanyaje ili nilipe ili deni, maisha ikuwe rahisi. Wewe mwenye unasumbuliwa na deni, jitafakari. Jitafakari tena, narudia, jitafakari. Kuna deni nyingine iwezi kaondolewa kwa maneno yale ulisema mwenyewe. Ila deni ya yule mama iliondolewa kwa sababu bwana yake hakuwa na lawama. Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ikiwa wewe ulidanganya, kasema nikibarikiwa tatoa fungo, tanunua sabuni ya kuosha kanisa, paka wanakuja hapa kuosha, sabuni hakuna, na wewe ndio ulisema utasimamia sabuni. Sabuni iko wapi? Mungu anauliza wapi sabuni hilo ulisema? Ndio ubarikiwe. Kitu kidogo kile uliona ya kwamba huko unaambia ndugu yako. Bwana Yesu asifiwe. Huko unaambia babu ama your aunt, ulikuwa unaambia Mungu ukinibariki, kwa hiyo kanisa nitanunua sabuni. Mepo kanunua sabuni. Tanunua sabuni. Taosha kanisa. Nitafika hata saa 2. Nitatoa fungo. Hiyo mambo nawaambia, mimi ni nabii na upiri kiroho. Unisike vizuri leo. Mimi lazima nienda kiroho. Vile Baba aliyenipa hii kazi aliponituma. Ndio usije ukalalamika kwamba pesa imepotea, ili utende mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima utafakari na urudi nyuma. Niliombea mama wa biashara baada kwa maombi, na akaniambia yeye biashara yake anauza vizuri, aoni pesa inaenda wapi. Mara moja Roho akaniambia huyu mwambie ana si shetani, ni yeye. Maana alidanganya akasema Mungu bariki kazi ya mikono yangu, mimi nina roho ya biashara na kwa hiyo biashara nitatoa fungo. Nikamuuliza ulisema hivyo? Akasema kumbe umeona hata hiyo. Namwambia ndio maana nimetumwa hapa nione hiyo. Sasa rudi mwenyewe utubu na umwambie Mungu ni kweli, lakini leo naomba msamaha. Nisamee ili niendelee vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Wengine wako hapa na wanapopata hata hiyo pesa kwa nyumba ni kufurutana. Kuna kutoa fungo kwa huko kanisa. Tunawatajirisha. Tusitoe. Ukikosa kutoa sauli yako. Ukitoa unabarikiwa. Mimi usiku hata nikilala nimebarikiwa. Mkwani Mungu aliyeniita kwa hii kazi ni masikini? Nikisoma Ayubu alikuwa anatumikia Mungu na alikuwa tajiri. Kwa hivyo pia mimi kubarikiwa si makosa. Na ngoja baraka yangu tena tere. Nikikuja hapa na kiatu msee nisema utabarikiwa. Utasema amen? Hebu nione kama mtasema amen. Hamwezi kusema. Kama yeye iko na kiatu msee, unasema tutapokea baraka gani? Si kweli? Kwa hiyo baraka itaanza na mimi ndiye kuje kwako. We read others to follow. That is how the Bible says. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aliwaambia tunawaongoza kama vile Mungu ametupa neema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukiona seli amekusaidia ukimnunulia soda, usianza kusema ati ataona hii soda aje, yeye ni tajiri. Hiyo soda ndiye anangojea. Amen. Ala. Hiyo soda ndiye anangojea. Na si kwamba yeye anangojea tu, hata Mungu anangojea. Kwa sababu anangojea kama umezindwa kununua hiyo kasoda ya 30 bob, ukiongezwa msahara utanunua maji. Sasa basi utakauka.
Bwana Yesu asifiwe. Mwenye amekuombea baraka, hata hawa anaenda na ndege, usione ndege yake. Wewe kile unataka kupeana, peana ubarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuangalia na kusema hivi na hivi. Hapana. Maandiko imesema yule mama alipotajirika, mafuta ina gharama, ndio maana imetajwa katika maandiko. Alipoona yale mafuta hakugeuka. Yeye aliuza na akalipa deni. Amen. Na we Mungu anataka afungue mlango tofauti ili ulipe deni usito ikuondokee. Bwana Yesu ainuliwe. Lakini anatazama na aone unatembea katika njia gani ndio akuinue. Maana maandiko yamesema yule mama akitokea hivi Mungu anaonekana. Kwa sababu anaona utakatifu ndani ya yule mama, inakuwa rahisi kwake kubarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo anaonekana yale mambo aliambiwa, uza mafuta ulipe deni, akafanya hivi. Ile imebaki utumie. Hakuanza kugeuza story, alifanya vile Mungu alisema. Lakini wewe ulisema nikibarikiwe hivi. Iko mwenye amelala. Sitaki ujumbe hii kupita. Ukadanganya nikibarikiwe hivi. Tasimama na kanisa la nabii, tena ukaongeza powerful, tena ukaongeza Christian, tena ukaongeza church. Kasema amen. God is good. Sasa hata Mungu anakusanga. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakusanga. Wacha nikwambie vile watu wanakauka. Siku moja tukiishi kwa hii kijiji tu, mimi nimetoka kazini, tuko kwa nyumba na familia yangu. Mtoto atokea ni 1,000. Aseme nimetumwa na baba nileta hii baraka. Maana wewe ni msuli, unatuombea ubarikiwe iwe ya baraka. Nikasema abarikiwe, nikaiweka hapa kwa Biblia. Tukaendelea na yale tulikuwa tunazungumza. Baada ya kama 1 hour, ule mtoto yule tena arudi. Hiyo sijui ni saitani gani. Arudi tena aanza kusema, unajua sasa mtumishi mzee amesema kama alikosea kwa 1,000 ilikuwa inafaa ikuwe 100. Kwa hivyo unaweza kunipea change ya 900. Nikamwambia sasa, kwa sababu wewe ndio ulileta ikiwa hivyo na inaonekana hii pesa ni ya majaribu na sio kila pesa inatolewa Mungu anapokea, mrudishie 1,000 ikiwa imesikana vile alikupea. Siku ile atatoa akiwa na maanisa ataleta. Kwa hivyo kwa leo hata akikupea hiyo 100 usile. Hata huyu Elisa, tesemu Elisa alikataa ile matoleo ilitolewa na Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Ukimkuta leo utaamini. Usijaribu mtumishi wa Mungu, kwani unawaona ni maskini? Usijaribu. Wewe ukiona umesipa, usipeleke ati unapeleka 1,000, tena unasema kumbe ilikuwa 100. Kwani macho yako hayaoni 1,000 na hayaoni 100? Bwana Yesu asifiwe. Umasikini ni mbaya na majaribu ni mbaya. Abatari ujaribu jirani yako, lakini mtumishi mwenye ako na mafuta utaondoka mapema. Bwana Yesu asifiwe. Tafautiza yule mama alitii yale mafuta, akayaheshimu, akabarikiwa. Na neema ya Mungu ikaongezeka juu yake. Sasa wako wapi wa mama kama huyu wa Biblia leo? Waombewe baraka. Mungu awachalie maisha marefu na afya njema. Wako ama walikuisa. Bwana Yesu asifiwe. Walilinda imani. Hawakutarau wengine. Lakini walimngojea Mungu kwa hali zote. Naomba Mungu akupe neema, chochote unafanya umalize salama. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama ni kazi ufanye na umalize salama, na ukikaa mahali na wewe useme ni kweli nilifanya kampuni fulani miaka 10, nikanunua plot, nikachenga, nikafanya hiki. Lakini wewe una chochote.
kwa sababu ya maneno ya kinywa chako mwenyewe. Wachawi wako hatukatai, lakini wewe pia jiweke kwa ratiri, jipime, jipeleke kwa mkutano, useme kabla sijataja hao waganga, maadui na wachawi, mimi niko pande gani? Bwana Yesu asifiwe. Ndio Mungu akituma malaika wa kushughulika, akute mahali umesimama unahitaji kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Aone mahali umesimama hauna lawama. Kama vile katika hiyo nchi kulikuwa na wachane wengi, lakini huyu wa nyumba ya unabii alionekana alipoomba, maombi yake yalifika. Na ninaomba leo kabla sijaomba, ujitafakari na ujitakase mbele za Bwana. Mwambie Mungu, mahali nimejaribu watumishi, mahali nimeongelea watumishi kwa nyumba yangu, naomba msamaha. Mahali nilikosana na mwenzangu na hata sijasahau hiyo mambo vizuri, na mimi ni Mkristo, Mungu nisamehe. Ndiposa maombi haya yakusaidie kwenda mbele, ufanikiwe. Mungu akutangulia, akuchalie neema kama vile huyu mama hakulemewa. Unajua kuna wengine hata mimi nikiomba naambiwa huyu ako kangemi, muombe. Huyu mpaka nasindwa, huyu simjui. Lakini wewe unaniambia muombe. Huyu mtu anapigwa vita na ninamjua. Lakini wewe uko njenga hapa karibu, mbona hujulikani? Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapeana ujumbe kwa mitume na manabii haraka. Wakati vita inatokea, Mungu anajua walio wake. Anatuma, anasema huyu ako katika vita, muombe, mfungulie njia. Siku hizi ndio maana nilipunguza kupiga simu. Wengine ukiwapigia simu, sijui anafikiria anamuomba mchango. Ulitoa mchango wewe? Hataki kuchukua haraka. Akichukua mchanga anaanza kueleza siku hizi maisha ni ngumu kwa hii serikali. Sasa nasindwa. Hii maisha ngumu na serikali imeingiliana wapi? Mimi ni mtumishi. Hata ajui nilikuwa nasema nini. Naanza kutacha ako na madeni. Kama umeita roho ya madeni, isikae na wewe basi. Bwana Yesu apewe sifa. Mtumishi akikupigia simu, wacha ongee mwenyewe. Wacha wewe kutangulia na maneno. Mnanielewa? Mko poa? Hebu nione. Bwana Yesu asifiwe. Ambia mwenzako jitafakari. Mwambie jiangalie. Mwambie tena jiangalie. Kabla ya maombi jiangalie. Miriam na Aaron, maandiko yanasema walikuwa ni watu wa fitina. Walikuwa wanamuongelea mke wa wakapigwa na ukoma. Pake kasemekana kama baba angekuwa hapa amutemea nini? Mate, angepona. Kwa hivyo fitina, kufanya fitina ya kwa watumishi na ni hatari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe mwambie Mungu, ulinibariki niko na simu. Na inasika network hii simu iko mzuri. Lakini hata wewe unajua sijatumia simu hii vizuri. Iko na mpango ndani ya hii simu, iko na mpango. Kuna wale wanaanza kuomba maombi kama hii. Nataka Mungu asikie. Lakini ukiomba kando kando unaficha hii, unataacha hii, unaruka hapo. Kama wewe ni mwizi, mwambie tu ukweli. Hapa ni sio mwizi tu wa bunduki. Nimeipa hata fungo, nisamehe. Usiende kando kando kama unataka ubarikiwe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ainuliwe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwambie tu ukweli. Uone vile hiyo pepo itapiga kelele na itakuacha huru. Kama wewe ni msalati, mwambie ukweli. Hiyo pepo imekulemea, mwambie ukweli. Kama wewe ni wa msene, mwambie. Ndio tukiomba hiyo roho ya msene ipige kelele. Kuna yeyote amelemewa na msene? Bwana Yesu asifiwe. Unajua kamejaa hapa msene, lakini kuinua mkono ni ngumu. Mkono sasa ni mzito. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wengi hawapati kwa sababu hawachii kuomba, na wengine wao wanaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe.
Nataka ujitafakari. Mwambie Mungu, naomba msamaha. Pande hii ni kweli nimekosea, na leo nimekuja kuomba msamaha. Naomba msamaha. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kipindi kingine wengine walienda kufanya msenene Kitengela juu yangu. Sasa na akaenda kutafuta maombi pande hii. Alisomewa mpaka akanipigia simu akaniambia, mtumishi, kwa hivyo inaonekana katika hiyo ulimwengu yenu mnajuana. Nikamuuliza, unamaanisha nini? Ati kuna mahali nilienda na mimi sina makosa. Anajitetea tena na ana makosa. Ati amesomewa sana leo acharara usiku yote, kwa sababu aliingiza msene kwa nyumba yake. Mtumishi wa Mungu, usimnenee maovu, maana anakuombea. Ungekufa mwaka jana, lakini maombi imekulinda. Bwana Yesu asifiwe. Usione ni kwa akili yako, kwa ujanja wako ndio maana huko. Hapana, hata sisi tulikuwa wajanja kusinda wewe. Hata wewe sio mjanja. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa zamani wajanja utali kusinda wewe, lakini Yesu akatuokoa. Tafakari njia yako mbele ya Bwana. Mwambie ukweli. Tembea kama huyu mama. Mwambie Mungu, nisaidie, nisamee dhambi na makosa. Nimeona mahali nimekosea. Kwa hivyo usiimbe madeni na yali wewe ndio una makosa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu, mimi nimeokoka, sitoangi fungu, mimi ni mwizi. Nani anaweza omba hiyo tena? Hakuna hata hiyo. Wacha nirudie basi. Mwambie Mungu ukweli. Wewe ulisema ukipata kazi utakuwa mwamini, lakini uaminifu ulienda. Sasa leo ukitaka vizuri ukiomba, mwambie ukweli. Wewe ni mwizi, wewe ni msalati, kama wewe ni mrogi, usifiche, mwambie ukweli. Na hiyo kitu mahali ilitoka, mwambie ukweli. Ni wangapi wanaweza omba hiyo ukweli ninasema? Bwana Yesu asifiwe. Na ukiomba usikie Roho anakuongeza sauti, utapunguza ama unaonaje? Hebu nione wala hawawezi kupunguza. Kama wewe ni mrogi unataja hiyo sana. Mkono imewekwa chini mzee. Unajua dhambi ya kisiri ni mbaya. Ukitaka kuomba, wewe omba bila shortcut. Samani nilihubiri kwa crusade. Mama mmoja alikuwa yeye mwenyewe ni kuharibu ndoa za wengine. Hakuenda kando. Aliomba kwa sauti. Nikiwa pale kwa pulpit nikasema hiyo roho na imondokee leo. Na alikuwa mbali. Na ile pepo ilitoka kwa nguvu. Paka wale walikuwa karibu walishindwa kuicontrol. Kwa sababu aliamini na akajifungua mwenyewe. Mungu akapata nafasi akaingia ili aondoe ile roho katika jina la Yesu. Kwa sababu aliamini. Biblia inasema katika Uyahudi miujiza mingi Yesu hakufanya. Aliweka mikono kwa watu wachache kwa sababu walimkataa, hawakumwamini. Lakini kuenda mbele mahali waliamini, maisha yao yalibadilika. Unajua hii mambo na ubiri, hata mimi zamani sikujua. Zamani ujana wangu nilipoitwa na Mungu, nilipofika mahali ya kufanya ukulima na kupata pesa vile nilifundishwa kwa kanisa yangu ya zamani ya SDA. Nikawa kijana mwenye kujitafutia pesa, kijana mwenye kujituma, sio kutegemea wazazi. Miaka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikajua kwa sababu Mungu anaongea na mimi sifai kutoa, lakini mimi sikuhubiriwa, nikwambie sikuhubiriwa, nilinenewa na Roho. Nikaambiwa sasa wewe unaomba baraka na wewe hujui kutoa, nitakubariki namna gani? Nikaambiwa katika maandiko. Nikaambiwa soma kitabu ya Ayubu. Ayubu alibarikiwa, lakini alikuwa ananitolea na alikuwa mtumishi wangu. Na wewe ni mtumishi wangu niliyekuita kuwa nabii kutoka tumboni, katika uchana wote nimekuita. Lakini ni kitu gani umeweka mbele yangu? Nikaona aibu sana.
Yaani hiyo kitu nililia majosi, nikasema kumbe sikuwa najua. Nikasema nipigiwe hesabu ili nijue niko na deni, nianza kulipa pole pole. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaambiwa nitoe sadaka ya hatia, nitoe dhabihu, nitoe fungo, nitoe shukrani na niende kwa mlima saa 3 mapema na hiyo sadaka. Niombe huko siku ya Wednesday. Ndio siku ya Sunday niende kanisani kutoa hiyo matoleo kanisani. Bwana Yesu apewe sifa. Kutoka hiyo siku nikawa mimi nimbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wakati ninahubiri about giving, mimi mwenyewe ninajua maana ya kutoa. Ndio ubarikiwe, ndio inuliwe, ndio Mungu akuonekanie. Sababu mara mingi nimewaombea hapa tu kanisani, roho ya madeni waondokee. Kwa wengi wenu haiendi kwa sababu ya yale mambo uliyosema na umeshindwa kutenda. Na mengine unaenda unasema wala watumishi wamebarikiwa kwa hii matoleo tunatoa. Unataka uende kutoa wapi? Uliombewa kadho? SD? PAG? Hapa? Uniona wale waliombewa hapa? Hapa ni wapi? Uko poa? Bwana Yesu asifiwe. Leo hiyo ndio ujumbe. Usiwe ni murogi ujifiche hapa. Walio na hiyo roho wako 7. Usiwe ni murogi na ujifiche hapa. Walio na hiyo roho wako 7. Ukiomba mwambie Mungu ukweli. Hii roho ilitoka mahali fulani lakini nimeikataa katika jina la Yesu. Mama akasema mwenyewe, Mungu nisaidie niondolewe utumwa huu. Mungu akasikia, maana Mungu alimuona mwenye haki mbele za Mungu akamsaidia. Usijiwekee mzigo yenye itakutosa na ikutese miaka mingi, na mgeni ataingia atabarikiwa. Maandiko imesema katika nchi ya ugeni alibarikiwa mama mchane. Na wewe leo upate baraka iwapo utatii sauti hii na kunyenyekea na kumwambia Mungu, nimeona dhambi na makosa yangu, naomba Mungu nisamehe. Kwa hivyo watu hawajafunguliwa kwa sababu ya uchanja. Uchanja ukiingia kanisani, kanisa litasimama wapi? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule mama akaomba akamaanisha, na akapewa mafuta na akaambiwa usa ulipe deni. Wewe ukipata pesa ni kweli utalipa deni? Ni kweli? Utapiga kona uende pipeline? Utapiga kona? Yeye akalipa deni ile ile pake akatumia. Na kila wakati mabaya yakicha Mungu anaonyesha. Ukiona kila wakati na kuambia Mungu amesema hivi, ujue Mungu anakupenda. Kabisa. Sababu kuna wengine hata ukitafuta jina lake katika ulimwengu wa roho alionekani. Sababu ni mjanja namba? Si hata namba tu. Angalia juu. Mchanja namba 1. Anaweza mambo si sawa, lakini mambo iko sawa. Matendo ya Mitume sura ya 5 Biblia inasema Anania na Safira walidanganya mitume wakakufa. Siku hizi kuna wale wamekufa kiroho. Vitu yao imekufa tu, imekwama kwa uchanja wao wenyewe. Jaribu kutafuta uso wa Mungu kwa ukweli. Vita zingine asijaisa kwa watu kwa sababu ya ujanja yao. Lakini iko siku itawalemea. Sijui sasa tutaomba maombi gani. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Samueli, Samueli alimuombea Saul awe mfalme, lakini Mungu alikataa. Kasema nenda paka kwa Yese, natoa Daudi msituni nimulete ofisini. Na leo Mungu akutoe kwa mateso, akulete kwa baraka zake katika jina la Yesu. Na kama unaamini useme imani kubwa. Mwambie wewe ndio Daudi wa leo. Simama juu. Mwambie mwenzako wewe ndio Daudi wa leo.
Mungu anataka akutoe msituni, akupe ofisi mpya na uichunge baada ya hii maombi. Amen. Kichwa cha leo ni kutubu na kuambia Mungu ukweli. Usiangalie mwenzako, ujiangalie mwenye. Ndio Mungu akubariki katika jina la Yesu. Utubu na kuambia Mungu ukweli. Umwambie mahali umekosea njia. Mwambie Mungu ni ukweli, hapa mimi nimekosea njia. Nahitaji msaada wako. Nahitaji msaada wako. Baada ya kuomba msamaha, utende jinsi unaonavyo vyema, vile Mungu anataka kuongeza neema na baraka. Uishi maisha marefu. Ayubu hakupungukiwa kwa sababu hakuficha neno mbele za Bwana. Hata mke wake alipoongea vibaya alimkataza. Mwambie Mungu ukweli ufunguliwe, asema Roho wa Bwana. Santa rabosika radai. Le sika Yesu ribaganta rabosaya radinigi. Ninge Yesu ribaganta rabosika radai. Tukuse Mungu mwenye rehema. Wewe ni mwenye huruma. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye mamlaka. Kulingana na maandiko, waliyejaribu waliangamia. Kulingana na maandiko, imesema yule aliyekuwa na deni, Mungu mwenye rehema, ulitumia mafuta kidogo ukayaongeza neema. Juu yale mafuta yakawa mengi. Yule mama aliyefiwa na mume aliyekuwa mtumishi aliuza akalipa deni. Ana aliomba. Wana wenye imani, Mungu badilishe maisha yao. Uachalie neema na mahali wamekosea njia. Wewe ni mwenye huruma. Wewe ni mwenye rehema. Wewe ni mwenye mamlaka. Wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, Baba yangu. Wewe ni kimbilio na tegemeo, Mungu usiyeshindwa. Jehova Nisi, Jehova El Shaddai, Baratarabosika radai. Ninge Yesu ribagantarabogora ragai. Mungu mwenye neema na rehema, uliyenituma katika nabii Powerful Christian George ili niwaletea habari njema, na habari wameipata. Mungu wa Yakobo na mwenye rehema, badilisha mioyo yao, watubu wakurudie. Kila roho iliyojificha katika dini uitakaza na kufungua. Wewe ni Mungu uliye na mamlaka. Wewe ni Mungu uliye na uwezo. Wewe ni Mungu uliyeumba Baba mbingu na hata nchi. Mwenye rehema ni wewe Baba. Mwenye mamlaka ni wewe. Mwenye nguvu ni wewe. Umejaa neema na rehema. La tarabosika radai. Ulipotoa Waisraeli katika nyumba ya utumwa, uliwaambia waingie mlimani, wapande mlimani, wakutolee na kuabudu. Kipindi hiki tunaabudu. Tunaabudu Mungu wa rehema. Tunaomba rehema zako Baba. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma Baba. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Wengine wametwikwa Baba roho ya vitina na ya kuharibu wengine. Mungu waonekane katika jina la Yesu. Wengine vile wamesema katika roho wanatumikia roho ya uchawi, na wako saba vile wamesema. Uonekane Mungu wa rehema, ukaandae roho ndani yao, uwatakasa kwa sababu wewe ni Mungu. Wengine ni washerati. Wengine walidanganya Baba, wakipata kazi watakuwa waaminifu hata kukutolea Baba, lakini waligeuzwa. Wengine waligeuka wenyewe. Mungu waonekane. Maandiko yamesema mama huyu hakugeuka ulipombariki, aliendelea na neema yake. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu Baba. Wewe ni Mungu mwenye rehema, ni wewe mwenye huruma, ni wewe. Wengine wako na magonjwa leo kwa sababu waligeuka Baba. Kala tarabogoria tegerego nangai Baba, uwasamee. Mungu mwenye rehema, uwasamee. Wengine mapepo haijatoka kwao kwa sababu ni wajanja, wamejificha. Mungu onekane kwao. Wewe ni Mungu mwenye mamlaka, muumba mbingu na nchi. Onekana ukomboe nabii Powerful Christian George, yule ametubu na kunyenyekea. Umkumbuke siku ya leo, iwe siku yake ya kwanza mwanzo mpya.
kwa sababu wewe ni Mungu. Yule anatumikia roho isiyotokana na wewe, uiondoe hiyo roho ili apate nafasi ya kubarikiwa Baba. Togori bagantara bosaya nenge Yesu re bagantara bogora nangai. Jehova Mungu wa Yakobo, Petro wa Biblia alipotubu alisamehewa dhambi na makosa. Mungu mwenye rehema, ile bosaya baratara bosikaragoria alipotubu Ezekieli, Baba ulimsamea, Kristo ulimsamea, ulimuongezea miaka 15. Ninajuana, ninaamini yule ametubu na amemaanisha, kuna kifo inaondoka kwake, kuna magonjwa inaondoka kwake, kuna mapaya inaondoka, na kuna miaka unaleta, kuna miaka unaongeza. Baba wewe ni Mungu, Baba wewe ni mwenye rehema, Baba wewe ni mwenye mamlaka, unajua kuchunguza mioyo. Baba kipindi hiki naomba uchunguze mioyo, naomba kipindi hiki uchunguze mioyo, naomba Jehova Elizadai, kipindi hiki Baba ni kipindi cha neema, kipindi cha neema Baba, ni kipindi cha neema Baba. Fungua kipindi cha neema, uchunguze mioyo, ili yule ametubu, yule amejitakasa na kukataa njia za giza, umukumbuka Baba. Vile ulikumbuka nyumba ya Yese, leo ukumbuke mtu Baba. Vile ulikumbuka Baba nyumba ya Yese, leo ukumbuke mtu Baba. Leo ukumbuke Jehova yule atakubali kukataa maovu na kukurudia Baba. Naomba Mungu wa Yakobo umukumbuke Baba, umukumbuke Jehova kipindi cha neema, neema ya Yesu Baba. Ukumbuke mtu Baba, naomba ukumbuke mtu Jehova, naomba ukumbuke mtu Rabi. Lile gloria Baba, kumbuka mtu Baba aliyenyenyekea, aliyetubu mbele zako, aliyejitakasa Baba. Lile gloria bori tasaida nenge Yesu Rebai, yule amejikana na nafsi yake, yule ametubu Baba, ameona dhambi, ameona makosa yake. Mungu mwenye rehema, Mungu mwenye huruma, Mungu mwenye mamlaka, yule ameona mahali amepigana na kanisa, mahali amepigana na watu wako, mahali ameasi Baba. Mungu mhurumie, Mungu mhurumie, Mungu Baba mwenye rehema, naomba mhurumie yule ameamini, ameona makosa yake, ametubu, amerejea. Kipindi hiki cha neema mkumbuka Baba, mkumbuka Baba, mkumbuka Baba. Ulikumbuka nyumba ya Yese, lele Baba, lele rotorobosaya. Mungu wa Yakobo, wewe ndio una mamlaka ya kuondoa roho ya uchawi, ya kuondoa roho ya uganga, ya kuondoa roho ya userati, ya kuondoa roho ya wizi, ya kuondoa roho ya uchanja. Wewe ndio Mungu Baba, wewe ndio Mungu lele Jehova, wewe ndio mwenye mamlaka. Shughulika kipindi hiki, wewe ndio unaondoa vifungo. Yule ametubu, amejitakasa, aliye na laana, ondoa laana Baba. Aliye na madhabahu sio tokana na wewe, umuondolee Baba, umuondolee Baba, umuondolee Baba. Yule ameona Jehova mahali aliangukia na ameamua kurudi, mpokee Baba. Pokea roho yake, pokea roho yake, pokea, pokea Baba, pokea roho yake, pokea roho yake Baba, pokea roho yake kwa njia ya uokovu, kwa njia ya uokovu, kwa njia ya toba, kwa njia ya ukombozi. Pokea roho, pokea roho Baba. Mutakaze tena, muguse tena, muose tena, lele ila gloria. Oh Jehova, waose tena wale wako tayari, waose Baba, waose Rabi. Mimi ni kuhani, nakuombea upatanisho vile maandiko yanasema, lele ila gloria parata saida nenge Yesu Rebai, bori tasaida nenge Yesu Radin, bori tarabogoria. Watakase katika jina la Yesu, watakase katika jina la Yesu. Wape neema nyingine katika jina la Yesu. Yes, yes Lord, bori tasaida, yes Radin, yes Baba, lotorobosaya. Mungu wa Yakobo, ni wewe Mungu mwenye utakaso, mwenye kuinua, mwenye kufungua.
ni wewe Baba. Na alika uwepo wako ili wale wamejitakasa, wamejiandaa, uwaguse mwenyewe, uwatakase mwenyewe. Kama umejiandaa na unachua vizuri umejiandaa, upige magoti kwa madhabahu, umulilie Mungu, mwambie unataka akutakase. Fanya kiumbe kipya, akufungue kabla ya maombi na akuondolee maovu yote, upate mafanikio, upate kufunguliwa katika jina la Yesu. Jina la Yesu likutawale wewe uliyemwamini Kristo. Wewe uliyeamini, Mungu akukumbuke. Na kushukuru Mungu Baba mwenye rehema. Katika kutubu kuna nguvu, kuna mamlaka ya kibingu. Wamepiga magoti, wengine walitigwa roho ya usherati, wengine walitigwa roho ya uchawi, lakini leo Baba imefika siku ya kuondolewa. Wengine walitigwa roho isiyotokana na wewe waitumikie, lakini kwa sababu wewe ni Mungu imechelewesha baraka yao. Naomba Jehova siku hii kumbuke Jehova, uwakumbuke Kristo, uwakumbuke Mungu wa neema katika jina la Yesu. Ninawaombea rehema, nawaombea toba, nawaombea msamaha katika jina la Yesu. Nawaombea msamaha katika jina la Yesu. Na waliyekula hiyo kiapo, iise nguvu ndani yao. Hiyo kiapo ya uchawi, kiapo ya uganga, kiapo ya Illuminati, iise nguvu ndani yao katika jina la Yesu. Leo ni siku ya ukombozi. Mahali walinaswa na hiyo kiapo Baba, na huo uovu wa Shetani, wapate kufunguliwa, wapate kufunguliwa, wapate kufunguliwa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wapokee neema, wapokee neema, neema ya kufunguliwa, neema ya kufunguliwa, neema ya mwanzo mpya, neema ya mwanzo mpya, mwanzo mpya. Yes, yes, mwanzo mpya, neema ya mwanzo mpya, neema ya mwanzo mpya katika jina la Yesu. Mwanzo mpya katika jina la Yesu. Bori tarabogora nangai nenge Yesu libaganta bosaya. Naomba Mungu uliyeumba mbingu na nchi Baba, utakase hii mafuta, uyatie nguvu ya Roho. Utakase hii mafuta Baba, uyatie nguvu ya Roho. Itakapowagusa Baba waliyetigwa roho isiyotokana na wewe, hiyo roho iondolewe, iondolewe, iondolewe. Kila roho isiyotokana na wewe iondolewe kwao, iondolewe kwao. Kila roho isiyotokana na wewe nasema iondolewe, hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe, hiyo roho iondolewe. Kuanzia leo Jehova, ulete roho mpya juu yao, roho mpya, roho mpya juu yao katika jina la Yesu. Roho mpya kuja juu yao katika jina la Yesu, jina la Yesu. Roho mpya kuja juu yao katika jina la Yesu, roho mpya katika jina la Yesu. Roho mpya kuja juu yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho mpya kuja juu yao katika jina la Yesu. Nakataa hiyo roho, pepo mchafu katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena, sema tena, sema tena, sema tena, sema tena. Mmoja abarikiwe, mmoja abarikiwe, mmoja abarikiwe katika jina la Yesu. Pepo mchafu, mmoja abarikiwe katika jina la Yesu. Hiyo ufalme imebomolewa, imebomolewa katika jina la Yesu. Hiyo ufalme ibomolewe, ibomolewe, ibomolewe. Sema mwanzo, sema tena mwanzo mpya. Sema, sema tena, sema tena, sema tena, sema tena, sema tena.
Mwanzo mpya. Mwanzo mpya katika jina la Yesu. 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 Ita hivyo jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwanzo ni mpya. Mwanzo ni mpya. Sema mwanzo mpya. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Pepo mchafu. Achiria. 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 Pepo mchafu. Achiria. Mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Mwanzo ni mpya. Katika jina la Yesu. 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 Sema mwanzo mpya. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Mwaje abarikiwe. Mwaje abarikiwe. Pepo mchafu. Mwaje abarikiwe. Katika jina la Yesu. 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 Mwanzo mpya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Tena. Tena. Kila kifungo iondolewe. Kila kifungo ya Shetani iondolewe. Sema iondolewe. Sema iondolewe. Sema kifungo iondolewe. Kifungo ya Shetani iondolewe. Sema kifungo ya Shetani iondolewe. Sema mwanzo mpya. Tena. Tena. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwanzo ni mpya. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwanzo mpya. Mwanzo mpya. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mwanzo mpya. Katika jina la Yesu. Mwanzo mpya. Katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Mwanzo mpya. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tumeharibu kila mikutano ya giza. Tumeharibu mikutano yote ya giza. Sema iharibike. Sema tena iharibike. Sema tena iharibike. Sema tena iharibike. Mikutano ya giza iharibike. Sema tena. Sema tena. Sema tena. Aya. Waita wenzako katika jina la Yesu. Hiyo mikutano ya giza yote iharibike katika jina la Yesu. Pepo mchafu katika jina la Yesu. Mikutano yote ya giza sema iharibike. Sema iharibike. Mwaje abarikiwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Sema jina la Yesu. Sema tena jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Nimetakasa hii mikono mahali mlifunga. Achilia. Achilia hiyo mikono. Pepo mchafu. Achilia hiyo mikono. Katika jina la Yesu. Achilia baraka yake. Katika jina la Yesu. Nimetakasa hii mikono. Iko ya baraka. Sema tumesalenda. Ongea. Ongea haraka. Ongea. Nimetakasa hii mikono. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Achilia baraka zake. Achilia. Pepo mchafu. Na kuamuru katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Hauna mamlaka juu yake. Ita wenzako. Haraka. Ita wenzako haraka. Ita wenzako. Ita wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Zako. Waita wenzako haraka. Katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Na haribu mfalme wa giza. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Waita wenzako haraka. Waita wenzako. Katika jina la Yesu. Pepo mchafu. Na kuamuru katika jina la Yesu. Mfalme wa giza. Pepo mchafu. Pepo ya nyoka. Nimeiangamiza. Pepo mchafu. Jina la Yesu. Ajiria baraka. Daasimu utamwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. Pepo ina nyoka. Pepo ina nyoka. Hauna mamlaka juu yake. Katika jina la Yesu. Pepo ina uchawi. Hauna mamlaka. Mwacha abarikiwe. Mwacha katika jina la Yesu. Ajiria hiyo baraka. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Pepo mchafu. Na kuamuru. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Ajiria. Umefunga baraka gani? Umefunga baraka gani? Ongea. Toa sauti.
Ongea. Pepo bubu na kuamuru katika jina la Yesu. Toa sauti. Umefunga baraka gani? Pesa. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Toa sauti vizuri. Ongea vile mnaongeanga usiku. Toa sauti vizuri. Umefunga baraka gani? Asipate pesa. Wewe ni nani umefunga baraka ya pesa? Wewe ni nani? Soso. Nataka kujua jina lako. Soso ako na jina. Jina yako ni gani? Sema vizuri Soso. Kumewaka moto leo. Soso. Ondoka kwake. Baba ina Soso. Na kuamuru katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Toka kwake. Mwache huru. Pepo ya Soso ondoka. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mnaona vile natoa macho hiyo pepo. Ujaenda bado uko hapa. Aya. 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 Teseka. Teseka sasa. Teseka. Katika jina la Yesu. Teseka. Lazima watu wabarikiwe. Lazima wabarikiwe. Pepo mchafu. Katika jina la Yesu. Hamna mamlaka. Falme wa giza umepomolewa. Katika jina la Yesu. Falme wa giza umepomolewa. Jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Falme wa giza hauna mamlaka. Sema mmefunga nini? Ongea haraka. Sema mmefunga nini? Ongea katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Mmefunga nini? Nimetuma moto wa Mungu mpaka baharini. Mlifunga nini? Muongea haraka. Amtaka kuongea. Aya. Ita kwa haraka. Waite. Wale mlikuwa nao baharini. Waite haraka. Simama! Waite katika jina la Yesu. Simama waite. Fanya haraka. Fanya haraka. Tembea. 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 Katika jina la Yesu. Tembea. Tembea. Katika jina la Yesu. Tembea sasa. Tembea katika jina la Yesu. Kazi ya giza yote imefika mwisho. Mwisho wa giza. Mwisho wa giza. Utaongea ni kuacha. Utaongea. Utasema. Sema mlifanya nini? Ongea. Mmekubali Yesu ni Bwana? Bado? Hamjakubali bado? Bado. Bado hamjakubali? Mko wangapi? Mko wangapi? Sema, mko wangapi? Mko wangapi? Mko wengi. Mkubwa wenu ni nani? Mkubwa wenu ni nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Mmefunga nini? Mmefunga nini? Pesa. Na nini ingine? Na nini ingine? Mko wachawi wangapi? Wengi. Haya, nimeharibu kazi ya uchawi kuanzia leo. Hiyo miguu haitaenda baharini tena. Hakuna safari ya baharini. Sema yote hakuna. Sema tena hakuna. Tumeharibu hiyo safari. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Safari imeharibika. Sema imeharibika. Jina la Yesu. Baba mchafu. Jina la Yesu. Safari imeharibika. Katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Paka mtasalenda. Nikubaya leo. Wachawi wote mikono juu. Mikono juu. Mtasalenda. Leo ni leo. Sema nimewaacha mbarikiwe. Tii sauti. Sema nimewaacha mbarikiwe. Bado. Tutapambana. Tutapambana. Atafadhali ukufe. Sema tena nisikie. Nani? Mumeamua leo ni vita. Kufa. Mumeamua. Baba yake akikufa tutamwacha. Baba yake. Mama yake. Baba yake alifanya nini? Alifanya nini? Akufe tutamwacha. Baba yake. Baba yake. Baba yake akufe. Akufe kwa nini? Baba yake akufe. Baba yake akufe. Ndio mumwache. Mwache. Hiyo maamuri mmetoa wapi? Mimi nimetumwa hapa kuharibu ufalme wa giza. Katika unaongea hapa kama nani? Mnaongea hapa kama nani? Mnaongea kama nani hapa? Baba mchafu. Baba mchafu. Na kuamuru jina la Yesu. Baba mchafu. Na haribu ufalme wako katika jina la Yesu. Baba mchafu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Baba mchafu. Na kuamuru hauna mamlaka. Hauna mamlaka.
Waliofungwa wafunguliwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Hapa utatii. Hapa utatii katika jina la Yesu. Nimetuma moto baharini. Moto baharini. Baharini yote inawaka moto. Tano wagisa. Umepomolewa. Sema kwaya ifunguliwe. Acha kwaya ifunguliwe. Sema ifunguliwe. Sema kwaya ifunguliwe. Sema ifunguliwe. Sema ifunguliwe. Sema kwaya ifunguliwe. Lazima. Lazima ifunguliwe. Kwaya ifunguliwe. Lazima. Sema baraka ya pesa. Tumeachana. Mwatikire. Ongea katika jina la Yesu. Mjafu. Waachilia wabarikiwe katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Wacha wabarikiwe. Jina la Yesu. Falme wa giza umepomolewa. Sasa surrender to Jesus. Ni leo ni siku yako. Mumekubali? Taja maneno yenu ya mwisho. Ongea. Taja mambo yenu ya mwisho. Mumesuia nini? Hiyo mikutano mlifanya mlisema nini? Ongea. Agenda ilikuwa nini? Agenda ilikuwa nini? Ilikuwa mnasuia nini? Hawezi barikiwa. Hawezi barikiwa. Na hii kanisa mkasema nini? Na hii kanisa mkasema nini? Funga. Funga kabisa. Mnafunga kabisa. Mkasema nini? Ati? Wasibarikiwe. Nani wasibarikiwe? Nani? Watu. Watu. Kwanza yeye. Wasifanye nini? Kwanza yeye. Mimi nataka unieleze vizuri. Wasifanye nini? Walifunga kabisa. Walifunga kanisa? Nieleze vizuri. Yeye. Na kanisa? Hata kanisa? Nyinyi ni akina nani? Na kwaya? Walifunga. Walifunga kwaya? Viongozi. Wakasema nini? Wakasema nini? Wakasema nini? Niko na nyinyi hapa. Wakasema nini? Wakasema nini? Wakasema nini? Wasielewane? Wasielewane kabisa. Kabisa? No. Wasielewane? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ongea, wewe ni nani? Wewe ni nani? Utaki kusema? Wewe ni nani? Ongea. Ongea, wewe ni nani? Wewe ni nani? Aya, wakasema kuhusu nini kwa viongozi? Wakosane. Hiyo ni moja. Ingine? Ingine? Mlipofanya mkutano mlisema nini juu ya kanisa? Mlisema nini? Kanisa isibarikiwe. Kanisa isibarikiwe. Na ingine? Na mkasema nini kuhusu huyu mtumishi anaomba hapa? Mtumishi. Asiombe. Mnamjua? Yes. Anaitwa nani? Hassan Moto. Anaitwa nani? Hassan Moto. Mnanitaja hivyo huko kwenu usiku? Nakujua vizuri. Mnanijua vizuri? Sasa wacha tujuane. Mnanijua huko? Kabisa. Mkasema nisifike hapa? Yes. Nikufe mapema? Mapema. Mwanza nyinyi. Mwanza nyinyi. Mchafu. Mwanza nyinyi. Mkufe mapema katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Ufalme wenu wote nimeharibu. Nimeharibu. Nimeharibu mipango yenu yote katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Hii kazi lazima iendelee. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Sema tumekubali. Tumeachana na kanisa. Waje ibarikiwe. Waje ibarikiwe. Ongea kwa sauti. Sema waje ibarikiwe. Waje ibarikiwe. Waje ifunguliwe. Waje ifunguliwe. Mikutano ya giza yote imeisha sasa. Waje ibarikiwe. Katika jina la Yesu. Amen. Lia kidogo. Lia kidogo. Lia kidogo. Ni kubaya. Lia kidogo. Mnalianga huko hivyo. Lia kidogo. Hii kwaya ilianzia jangwani na lazima nyimbo zitaendelea. Utatanishi kwao Mungu ameondoa. Hiyo vitina kwao Mungu ameondoa. Hiyo kutoelewana kwao Mungu ameondoa. Amen. Sasa nakupea masharti. Piga magoti hapa. Sina muda wa kuharibu. Piga magoti hapa. Kwa haraka sana.
Inua mikono juu. Uangalie huko. Si hapa, huko. Vile mlifanya usiku, sema tumeachana na kanisa ibarikiwe. Inua juu. Mikono juu. Taja vile ninasema. Sema tumeachana na kanisa ibarikiwe. Ongea. Sema kuanzia leo. Kwa sauti ile mlikuwa naye. Kuanzia leo tumeachana na kanisa. Tumeachana na kanisa. Na Be Powerful Christian Church. Be Powerful Christian Church. Church vizuri. Na Be Powerful Christian Church. Ibarikiwe. Ibarikiwe. Wanakwaya wabarikiwe. Wanakwaya wabarikiwe. Watumishi wabarikiwe. Watumishi wabarikiwe. Wasee na wamama wabarikiwe. Wasee na wamama wabarikiwe. Youth na Sunday school wabarikiwe. Youth na Sunday school. Na kila kifungo tuliweka juu yao. Na kila kifungo tuliweka juu yao. Leo tumeondoa. Leo tumeondoa. Ongea vizuri, tumeondoa. Leo tumeondoa. Sema tumekubali Yesu ni Bwana. Tumekubali Yesu. Taja hivyo Yesu ni Bwana mpaka mara 7. Taja Yesu ni Bwana mpaka mara 7. Anza. Hiyo ndio sasa tutapigana tena. Sema Yesu ni Bwana. Katika nabii Yesu ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Mimi sijasikia. Yesu ni Bwana. Sijasikia. Yesu ni Bwana. Tena. Yesu ni Bwana. Tena. Na hesabu. Tena. Yesu ni Bwana. 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 Amen. Amen. Kaa hapa. Tupi Yesu makofi. Amen. Nakushukuru Mungu Baba uliyeumba mbingu na nchi, mwenye mamlaka na mwenye neema. Tumekuona kwa neno na kwa maombi na kwa ishara na miujiza na hata maajabu, na kila roho ziliyekuwa zimejipanga kupigana na baraka, wewe ndio ulisema tutabarikiwa mpaka mwezi wa 3 tarehe 15, na Shetani lazima atii. Kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni. Kuna Mungu mbinguni anayebariki watu wake. Kuanzia leo sisi ni wabarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Sisi ni wabarikiwa katika jina la Yesu. Sisi ni wabarikiwa. Sisi ni wabarikiwa. Vita ya Shetani imeshindwa na Yesu ameinuliwa. Katika jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. 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 Tusangilie mbele za Bwana. Dunia ya sasa
zote daima.
wengi wameanguka na kukata roho, bali shangwe kwa wale watakaoshinda, kwani wao ndio tu watavikwa taji. Wako safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Wako safarini, Bwana wa mabwana, utupe nguvu kwenye matatizo na kwenye vikwazo, tupiganie taji ile ya uzima. Thank you.